Yes bwana, mambo vipi, mambo ni aje? Bwana, moja habari kubwa sana tulionayo leo ni kwamba wauguzi wa kike watajwa kuongoza kwa usaliti. Moja tovuti ya Illicit Incontinence kutoka nchini Uingereza inayowahudumia watu walio kwenye ndoa wanaotafuta mahusiano ya siri imetoa ripoti ikionyesha kuwa wauguzi wa kike ndio kundi kubwa zaidi la wanawake wanaotumia jukwaa hilo kwa kiasi kikubwa sana. Kwa mujibu wa tovuti hiyo, sababu kuu zinazochangia hali hiyo ni kazi zenye muda mrefu, lakini pia msongo wa mawazo na changamoto za kihisia zinazowakumba wauguzi. Wataalamu wa kisaikolojia wanasema kwamba mazingira haya ya kazi yanaweza kusababisha umbali wa kihisia kati ya wenzi, na hata hivyo kuongeza uwezekano wa mtu kutafuta faraja na uhusiano wa nje ya ndoa, au sio bwana? Lakini pia anaweza kuzungumza na kusema kwamba hata hivyo wataalamu wanaonya kuwa matokeo haya hayamaanishi kila muuguzi yuko katika hatari hiyo, bali yanadhihirisha changamoto za maisha ya kikazi zinazohitajika uelewa na msaada wa kijamii. Moja habari kubwa sana ambayo tumeweza kuipata hii leo kutoka nchini Uingereza, na naweza kuzungumza kwamba wauguzi wa kike wanaongoza sana katika usaliti, yani katika kuongoza kwenye usaliti, au sio bwana? Na mashabiki wao wanazungumza nini baada ya taarifa hii? Tupate comment za mashabiki wao, maoni yao ni yapi baada ya taarifa hii kutoka, au sio bwana? Comment za mashabiki, huyu anaitwa Nelik ambaye ameweza kuzungumza na kuandika kwamba hii ni kweli 100%, lakini pia huyu anaitwa Leo ameweza kuandika kwamba hii ni kweli kabisa 100%, lakini pia anaitwa Dalali Frame anasema kwamba sasa wewe kama hujawahi kula nesi wewe ni zombie, au sio bwana? Lakini pia huyu anasema kwamba mbona ghafla sana jamani, lakini huyu anasema kwamba Hamisi Musa ameweza kuandika kwamba siwapendi kinoma, lakini huyu anasema kwamba Silva kwamba sio usaliti tu, wana maajabu makubwa hao manesi. Hiyo ni moja ya taarifa kubwa, lakini hao ni mashabiki ambayo wameweza kuandika. Hii ni BEAT TV, usisahau kusubscribe. Bye bye.